Ili usipitwe na matukio mbalimbali yanayotrendi katika mitandao ya kijamii, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii na kisha gusa alama ya kengele ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Moja kati ya story ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii ambayo imeweza kuwafurahisha wale wanaotokea ndani ya mipaka ya Tanzania na nje na mipaka ya Tanzania, wakiwemo mashabiki wa mwanadada Wema Sepetu. Wema Sepetu, ikumbukwe, hivi karibuni ameweza kushare mambo ambayo yameweza kutokea katika maisha yake, na mambo haya yameweza kuwagusa watu wengi, na watu hawa wameweza kumpongeza mwanadada Wema Sepetu kwa kitendo cha yeye kupata mtoto wa kiume. Na siku ya leo mwanadada Wema Sepetu ameweza kurejea nchini Tanzania baada ya kukaa huko nchini India kwenda kushughulikia swala lake la uzazi. Hatimaye Mungu ameweza kumjibu Wema Sepetu maombi yake ambayo ameweza kuyaomba ndani ya muda mrefu, ili hali sasa hivi anayo furaha ya kutosha. Kubwa zaidi, ameweza kushare ujumbe mrefu katika ukurasa wa Snapchat akiwa anawataka mashabiki wale wote ambao alikuwa akiwajibu kwa namna ya kuwakaripia kipindi hiki cha ujauzito ambacho alikuwa anateseka na hayo mambo yalikuwa yakimsonga katika kichwa chake. Ameweza kuwaomba mashabiki msamaha, na lingine ameweza kulizungumzia hapa katika huu ujumbe ambao unauona katika skrini yako. Mwanadada Wema Sepetu ameahidi kwamba amebadilika na mambo yake ataweza kuyafanya kiutu uzima, kwa sababu tayari ameshakuwa mama. Ni lazima aweze kufanya mambo ambayo yatakuwa yanafanya watu wengine waweze kupata funzo na kuona ni jinsi gani yeye alikuwa akipitia kipindi kigumu huko nyuma. Na hata kwa wakati mwingine tunaweza kusema mwanadada huyu amebadilika, kwa sababu mpaka kuja kuwaomba mashabiki msamaha wale ambao amekuwa akiwajibu vibaya katika sehemu za comment section, ambao wanakuwa wakicomment katika posti zake vitu ambavyo havijamfurahisha au kumfanya ajisikie vibaya. Amewasamehe kwa moyo mmoja, na lile ombi ambalo watu walikuwa wakimshurutisha kwamba aweze kulifanya kwa lazima au kwa hiari, sasa hivi amesema yuko tayari kwenda kulifanya kwa matakwa yake binafsi. Yuko tayari kwenda kuchukua mtoto katika kituo chochote mtoto ambaye atakuwa akimlea na huyo mtoto mwingine. Jambo hili limeweza kuwafurahisha watu wengi, kwa sababu walidhani Wema Sepetu ataendelea kukazia msimamo wake wa kusema kwamba hayuko tayari kwenda kulea mtoto mwingine, ni lazima tu aendelee kumlea Manunu, yani yule mbwa wake. Na sasa hivi Wema Sepetu tunaweza kuamini kwamba amebadilika baada ya kupata mtoto. Wewe kama mfuatiliaji, tuachie maoni yako. Unahisi kwamba Wema Sepetu yuko tayari kwenda kufanya kitu hicho au anawaridhisha mashabiki? Tuachie maoni yako ndani ya comment section, na vile usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii.